Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kitengo cha ustawi wa jamii kwa kushirikiana na shirika la Global Child Advocates Tanzania wameandaa mafunzo ya kutoa mwongozo wa utengamao wa watoto na familia zao, yani reintegration of children with their family, kwa maafisa ustawi wa jamii wa halmashauri 4 Ilala, Ubungo, Temeke na Kigamboni za mkoa wa Dar es Salaam. Mafunzo hayo adhimu ya siku 3 tangu tarehe 26 mpaka 28 Machi 2025 yamefunguliwa na afisa ustawi wa jamii mkoa wa Dar es Salaam Bwana Nyamara Elisha na kusisitiza yafuatayo. Tunataka kuwasaidia watoto. Tunajua mnayafanya na kila mara mmeendelea kufanya, na wengine ni wazoefu kuliko hata sisi tunaozungumza hapa katika shughuli hizi. Lakini swala la msingi, tunafanya kwa utimilifu wa aina gani? Hilo ndilo kubwa. Kwa mfano, tuna watoto wengi sana kwenye makao ya watoto mkoa wa Dar es Salaam. Wapo ila hawastahili kuwepo. Kanuni zetu zinatuelekeza kwamba makao ni sehemu ya muda. Yaani nimempata mtoto usiku huu, nampeleka wapi? Nimempata leo, niko kwenye mafunzo hapa, nampeleka wapi? Wacha niombe aende kwenye makao. Nikitoka kwenye mafunzo niende nizungumze naye, ni mdadisi. Watoto ni waongo, wamenificha, nimemwacha. Siku ya pili amekaa pale, ya tatu amekaa, ya 4 ameanza kuchangamka, nimeenda, nimezungumza naye, hajaniambia ukweli, nimwache. Wiki moja ametulia, sasa hivi kachangamka, anacheza na wenzake, niende nizungumze, afunguke, aniambie ukweli, nitafute namna ya kumuunganisha na familia. Huo ndio ukweli wa uwepo wa makao. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Wakizungumza maafisa ustawi wa jamii wa wawakilishi wa halmashauri hizo 4 wanaoshiriki katika mafunzo hayo muhimu, wameeleza matarajio yao kama ifuatavyo. Matarajio yangu baada haya mafunzo ni natarajia baada ya mafunzo nielewe swala zima la namna ya kuwaunganisha watoto na familia zao, na umuhimu wa kuwaunganisha hawa na watoto na familia zao na kuwatengamanisha na familia zao. Kwanza, jambo la kwanza, nichukue nafasi hii kumshukuru afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Elisha Nyamara kwa kutuwezesha tuweze kupata haya mafunzo, kwa maana ya kwamba amepambana kwa jitihada zake na kututafutia mdau ambaye ameweza kutukusanya kwa pamoja kama halmashauri 4 ili kwa pamoja tuweze kupata haya mafunzo ya family reunification na reintegration, ambayo kwa pamoja yametukutanisha maafisa ustawi pamoja, ili baada sasa ya mafunzo tukitoka hapa tukalete mabadiliko kwenye zile halmashauri zetu kwenye swala zima la ulinzi na usalama wa watoto. Kwanza tunashukuru kwa mafunzo haya ambayo tunaenda kuyapata leo. Tunaamini kwamba itakuwa ni mwanga kwa maafisa kuweza kutekeleza majukumu yao, hasa katika kuwaunganisha watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, ambao wametengana na familia zao, na kuwarudisha katika familia zao za asili. Kwa hiyo kwa uelewa tutakaojengewa leo utafanya maafisa tuweze kufanya uunganishaji huo kwa weledi, kwa kufuata kanuni na taratibu, lakini kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba watoto wanaoenda kuunganishwa katika familia zile wanapata haki zao na wanaweza kuishi kwa upendo katika familia zile, na zile changamoto zilizosababisha wakatoka katika zile familia zao zinatatuliwa kwa kushirikiana na wadau. Katika mafunzo haya nategemea baada ya mafunzo nitakuwa nimepata uelewa wa kutosha kuhusu kuwasaidia watoto kwenda kuunganisha kwenye familia zao na namna kuwasaidia na kupanga mpango mzima baada ya kuunganisha. Baada ya mafunzo haya basi tuone kwamba idadi kubwa ya watoto ambao wako kwenye makao ambao wanastahili kuunganishwa na familia zao basi wanarejeshwa. Lakini pia nini ambacho sitarajii ni kuona kwamba wale watoto ambao wanastahili kupelekwa makwao kuunganishwa na familia zao bado wanaendelea kubaki kule. Hilo ndilo ambalo ni natamani zaidi. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.